wananchi na wadau mbalimbali. Kwa mfano, vijana wetu wa UVCCM waliandaa makongamano mbalimbali kutoka pande zote za Tanzania na kutoa maoni yao. Msisitizo wa vijana mkubwa ulikuwa katika kupata suluhu ya kudumu ya ajira kwa vijana. Tulikutana na mabaraza ya wazee, wanawake na makundi mbalimbali maalum. Kwa muhimu wa kipekee, nitambue mchango uliotolewa na asasi za kiraia, yani Azaki. Tumekutana nao mara 3, tukawasikiliza kwa umakini mkubwa, tukahojiana nao na walitupatia nakala ya ilani yao. Tumepata maoni kutoka BASATA, baraza la wafugaji, wasanii, wakulima kupatia vyama vya washirika na makundi mbalimbali. Ndugu mwenyekiti, mbali na kukutana na makundi mbalimbali katika kupata maoni, maudhui ya ilani hii ni matokeo ya utafiti. Kabla ya kuanza zoezi la kuandika ilani, utafiti mpana ulifanyika uliolenga kukusanya maoni ya wananchi kisayansi kuhusu masuala na maeneo ambayo wangetaka yazingatiwe katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka huu. Kwa kifupi niseme, ndugu mwenyekiti, pamoja na kwamba imeandaliwa na CCM, ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Ni ilani ya Watanzania. Ndugu mwenyekiti, mwisho kabisa kuhusu mchakato. Kama unavyofahamu, mara zote tuliwasiliana na viongozi wa chama pamoja na nyinyi wagombea wetu. Tunawashukuru sana kwa miongozo na maelekezo katika kipindi chote cha mchakato huu. Kwa kipekee kabisa, tunamshukuru sana Katibu Mkuu, ndugu yetu Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa kuwa karibu na timu na kutupa mwongozo kila tulipohitaji katika kipindi chote cha kuandika ilani hii. Ndugu mwenyekiti, ieleweke pia kuwa maudhui ya ilani hii yamezingatia kikamilifu mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi hicho ni kujenga uchumi wa kitaifa ambao ni fungamanishi, jumuishi, wenye kuleta mapinduzi katika viwanda na huduma. Ndugu mwenyekiti, ilani ya CCM uchaguzi wa mwaka 2025 ipo katika sura 5 na wajumbe wanavyo vitabu. Mbali na sura hizi, kuna mambo mawili mapya. Kwanza, tuna ujumbe wa wagombea wetu, mgombea wa urais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Zanzibar. Lakini pili, tunayo sura maalum inayohusu ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa ilani. Tumeweka maeneo namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kitafuatilia na kusimamia utekelezaji wa ilani na namna ya kufanya tathmini yake. Sura ya 5 inaeleza ubora, uwezo na uzoefu wa CCM katika kutoa uongozi wa nchi. Ndugu mwenyekiti, sura ya 1 inabeba mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya CCM, na hii kwa kweli iliwasilishwa vizuri sana jana na makamu wa pili wa rais pamoja na Mheshimiwa naibu waziri mkuu. Kwa hilo nitaliruka. Ndugu mwenyekiti, katika kulinda na kuendeleza mafanikio ambayo jana yameelezwa kwa ustadi mkubwa, lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Pili, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. 3, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. 4, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. 5, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. 6, kudumisha demokrasia na utawala bora.
7, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na 9, kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili pia ni eneo jipya. Tumeweka eneo maalum. Ni CCM katika miaka 5 ijayo ina nia ya dhati ya kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi ya mwaka huu, kwa wale ambao wanapenda namba, ipo katika vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni ilani yenyewe ambayo ina kurasa 78, aya 117 na maneno 29,520. Kitabu cha pili ni orodha ya miradi itakayotekelezwa katika ngazi ya mikoa na wilaya. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba kitabu cha miradi bado kinaendelea kuboreshwa na tunao nafasi mpaka tutakapoenda kuzindua rasmi kampeni zetu. Kwa hivyo wametufuata Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya viongozi wa mikoa na wabunge wakisema baadhi ya miradi hiyo haionekani ambayo inatekelezwa. Ni waahidi kwamba miradi hiyo itaingizwa. Wapo mbunge wa Rombo, mbunge wa Kereo na wabunge wengine wengi ambao wametupa. Kwa hiyo tunayo nafasi hiyo. Kitabu cha tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni nakala rahisi ambayo inapatikana kwa njia ya picha. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa nipitie kwa ufupi ahadi na maelekezo ya CCM katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa wale ambao wanapenda mahesabu, katika vipaumbele 9 tunazo ahadi na maelekezo 689, lakini kwa hapa nitapitia machache. Kwanza ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani. Ndugu Mwenyekiti, katika kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani, ili kuhakikisha pato la taifa linakuwa na pato la mtu mmoja mmoja linaongezeka, CCM ikishinda uchaguzi itatekeleza hatua 12. Kwa sasa nizitaje 3 tu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba deni la taifa linaendelea kuwa himilivu na mikopo inatumika kutekeleza miradi ya maendeleo yenye tija na inayochochea maendeleo ya uchumi. Pili, kuimarisha ukusanyaji wa mapato kufikia 15.6 ya pato la taifa ili kuongeza uwezo wa serikali wa kuhudumia wananchi. Na 3, kusimamia matumizi ya fedha za serikali ili kuhakikisha zinatumika katika vipaumbele vya maendeleo na ustawi wa wananchi. Ndugu Mwenyekiti, kwa kutambua nafasi ya kilimo katika usalama wa nchi, ujenzi wa uchumi na kukuza kipato cha wananchi, CCM itaendelea kusimamia mapinduzi katika sekta ya kilimo ili kukifanya kilimo kuwa cha kisasa na chenye tija. Lengo ni kuhakikisha kuwa nchi inajitosheleza kwa chakula, kuongeza kipato cha wakulima na kukuza pato la taifa. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kukuza sekta ya kilimo kutoka 4.6 hadi ifikie 10% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 19 katika kutekeleza lengo hilo, na kwa sasa nizitaje 5 tu. Kwanza ni kuendelea kuimarisha upatikanaji wa mbegu bora na kwa bei nafuu. Pili, kuendelea kutoa ruzuku ya pembejeo mbalimbali kwa wakulima ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. 3, kuboresha na kuongeza miundombinu ya umwagiliaji itakayoongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta za sasa 983.5 hadi kufikia hekta milioni 5 ifikapo mwaka 2030 ili kupunguza utegemezi wa kilimo cha mvua. 4, kuimarisha upatikanaji wa zana za kilimo za kisasa za kilimo kwa wakulima ikiwemo kununua na kusambaza matrekta 10,000 kwa wakulima. Na 5, kuanzisha mfuko wa dhamana kupitia mfuko wa pembejeo za kilimo, benki ya maendeleo ya kilimo na benki ya ushirika ili kuwawezesha wakulima na wananchi wengine wanaojishughulisha na uongezaji wa thamani wa mazao, mifugo na samaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unafahamu, tuna changamoto ya kupata vyanzo vya uhakika vya kukopesha wakulima. Kwa lengo hili linalenga kwenda kutatua changamoto hiyo ili wakulima wetu wapate mikopo kwa riba iliyo nafuu na kutoka taasisi za fedha ambazo nimezitaja.
Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya viwanda kwamba ni muhimu katika kukuza uchumi na kuchochea upatikanaji wa ajira. Katika kuimarisha sekta hii, CCM itahakikisha kwamba serikali inatunga na kutekeleza mikakati ya kuhakikisha kwa sekta inakuwa kwa 9% kwa mwaka kutoka ya sasa. Na tumeainisha mikakati 6 ya kukuza sekta ya viwanda, na kwa sasa nitaje mikakati 3. Mosi, CCM itaelekeza serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria itakayozuia kusafirisha nje ya nchi bidhaa zitokanazo na rasilimali za asili na mazao makuu kama vile kahawa, korosho, chai, tumbaku, pamba na katani bila kuongezewa thamani. Pili, kubuni na kutekeleza mkakati wa kuanzisha viwanda vya kimkakati ikiwemo viwanda vya kuzalisha madawa, chuma, mbolea, ngano, sukari, mafuta ya kula, bidhaa za ngozi na mavazi kwa lengo la kujitosheleza kimahitaji katika bidhaa hizi. Na tatu, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kufanya ongezeko la awali la thamani, yani primary processing, katika sekta za kimkakati zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua sekta ya madini ina nafasi muhimu ya kuchangia ukuaji wa pato la taifa na ni hazina ya taifa. Ili kuendelea kuimarisha sekta hii, tumeainisha mikakati 7 na kwa sasa nitaje miwili. Mosi, kufanya utafiti zaidi wa maeneo yenye madini na kuongeza eneo lililopimwa na kufanyia utafiti kutoka 16% ya sasa hadi kufikia angalau 50% ifikapo mwaka 2030 ili kuhamasisha uwekezaji katika sekta hii. Pili, kutokana na umuhimu wa nafasi yake katika kukuza uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla, serikali yetu imejaliwa kuwepo kwa madini adimu na madini ya kimkakati, yani strategic mineral resources and rare earth elements. Ili kuendeleza madini haya na kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika, serikali itaelekeza serikali kutunga sheria na kanuni zitakazohakikisha kwamba wanaochimba madini haya ama ni Watanzania wenyewe ama Watanzania kwa kushirikiana na wabia kutoka nje. Serikali itaweka sera, sheria na kanuni zitakazohakikisha kuwa madini haya hayasafirishwi nje bila kuongezewa thamani ndani ya nchi ili kuzalisha ajira. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa umeme ni kichocheo muhimu cha ukuaji wa shughuli ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi una mchango na nafasi ya pekee ya kupunguza umaskini. Kwa kuzingatia hali hii, katika miaka 5 ijayo, CCM itaenda kuisimamia serikali kuongeza kasi ya uzalishaji umeme na kuimarisha usambazaji wake, hususan katika maeneo ya vijijini na kuhakikisha kuwa vitongoji vyote vinapata umeme ifikapo au kabla ya mwaka 2030. Lengo ni kuona kuwa kila kaya inakuwa na huduma ya umeme na kwamba panakuwa na umeme wa kutosha kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Ndugu mwenyekiti, CCM itaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mkakati wa upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuhakikisha kuwa asilimia isiyopungua 50 ya Watanzania wanatumia nishati hii ifikapo mwaka 2030 kwa kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, kuhamasisha matumizi na uwekezaji wa nishati safi ya kupikia kwa kuweka vivutio ili kuimarisha matumizi ya nishati hiyo. Pili, kupunguza gharama za nishati, vifaa na majiko sanifu ya kupikia pamoja na kutoa elimu ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kutumia nishati safi. Na tatu, kuongeza wigo wa tafiti na ubunifu wa teknolojia zinazohusu nishati safi ya kupikia ili kusaidia upatikanaji wa vifaa na malighafi kwa gharama nafuu kwa wananchi. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali muhimu inayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, viwanda, uchimbaji wa madini na utunzaji wa mazingira kwa maendeleo. Aidha, CCM inatambua kuwa ardhi ni rasilimali ya kwanza
ambao kila raia anaweza kumiliki. Hivyo sisi tutaendelea kuisimamia serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria zitakazohakikisha umiliki sawa na matumizi endelevu ya ardhi, na tumeainisha hatua 5 katika kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sekta ya utalii ni muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, Chama cha Mapinduzi kitaelekeza serikali kuongeza wigo na mazao ya utalii na kuendelea kuitangaza hazina ya utalii tulionayo kwa mbinu za kisasa ili kuongeza idadi ya watalii. Lengo ni kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa hadi kufikia 20% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 6 ambazo serikali itatekeleza kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua fursa za kiuchumi zilizopo katika rasilimali maji zikiwemo bahari, mito, mabwawa na maziwa. Hata hivyo, fursa za uchumi wa buluu haijatumika kikamilifu katika kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Katika kukuza sekta ya uchumi wa buluu, sisi itaelekeza serikali kutekeleza hatua 11 na nitazitaja 4 zifuatazo. Kwanza, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na mikopo na vifaa kwa wavuvi na wakuzaji viumbe maji, vyama vya ushirika na wawekezaji kwa kushirikisha taasisi za kifedha ili kuwezesha kushiriki kamilifu katika uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Pili, kujenga bandari ya uvuvi Bagamoyo na kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa. Tatu, kujenga mabwawa ya ufugaji wa samaki na vizimba vya kufugia samaki baharini. Na 4, kuanzisha programu maalum ya kupandikiza, rejesha na kujazilizia samaki walio katika hatari ya kutoweka kwa lengo la kuendeleza zao la samaki kama nyenzo ya uchumi na lishe. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa nchi yetu ina fursa kubwa ya kunufaika na rasilimali za mafuta na gesi asilia. Ili kutumia fursa hii, ni muhimu kuwa na mikakati thabiti ikiwemo kuimarisha tafiti na ufuatiliaji wa mafuta pamoja na kuimarisha miundombinu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaelekeza serikali kuimarisha sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia ili kuimarisha mchango wake katika uchumi pamoja na kunufaisha wananchi kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuanza utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia wa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG. Katika utekelezaji wa mradi huu, CCM itahakikisha kuwa mikataba ya ujenzi na uuzaji wa gesi inazingatia maslahi mapana ya nchi yetu. Aidha, CCM itahakikisha kuwa serikali inaweka sheria na kanuni zitakazohakikisha ushiriki wa Tanzania katika hatua za ujenzi wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, umuhimu wa mradi huu upo katika hatua 2: kuuza gesi, lakini kabla ya hapo ni katika ujenzi, kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kikamilifu katika ujenzi wa mradi ili wafaidike na uwekezaji wa dola bilioni 42 ambazo zinatarajiwa katika mradi huu. Na pili ni kuimarisha na kuongeza upatikanaji wa gesi asilia, yani CNG, kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea, matumizi ya majumbani pamoja na uendeshaji wa mitambo viwandani na magari hadi kufikia angalau 20% ya magari yote. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua umuhimu wa hifadhi ya mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, sisi tutaendelea kuisimamia serikali kutekeleza sera, sheria na mikakati na miongozo ya miradi mbalimbali ya hifadhi ya mazingira kwa ajili ya kupunguza athari zinazosababishwa na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na tumeainisha hatua 8 kufikia hapo katika eneo hilo. Eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, muhimu kabisa kwa vijana ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato cha wananchi na kupunguza umaskini. Ndugu mwenyekiti, kama unavyofahamu, CCM inatambua kuwa nyenzo kubwa ya kuwawezesha wananchi kuongeza kipato na kuondokana na umaskini ni kuongeza fursa za ajira kwa kuongeza shughuli za kiuchumi. Hivyo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuisimamia serikali kuhakikisha kuwa inakuza
na kuwezesha shughuli za kiuchumi zitakazoanzishwa na kuendeshwa na Watanzania ili kuwapa fursa ya kuendelea kushiriki katika shughuli za uchumi wa nchi. Lengo la CCM katika miaka 5 ijayo ni kuzalisha ajira zenye tija zisizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na isiyo rasmi. Eneo tofauti hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba CCM inalenga kuona kuwa nusu ya ajira hizo zinazalishwa katika sekta rasmi. Muda uliopita tulikuwa na lengo hili, lakini ajira nyingi zimezalishwa katika sekta isiyo rasmi. Sekta rasmi imechangia asilimia takribani 14 pekee. Tunataka kuona kuwa katika miaka 5 ijayo sekta rasmi ichangie angalau asilimia 50 katika ajira. Katika kufikia lengo hili, ilani imeainisha hatua 11 na kwa hatua ya sasa nizitaje 4. Kwanza, kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda, wengine wanaita kongani, yani industrial parks, hususan viwanda vidogo na viwanda vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kila mkoa na kila wilaya. Nirudie hiyo. Kuanzisha programu maalum ya ujenzi wa mitaa ya viwanda ama kongani ama industrial park, hususan viwanda vidogo na vya kati vya kuongeza thamani ya mazao kwa kila mkoa na kila wilaya. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itajenga angalau mtaa wa viwanda mmoja kila mkoa na kila wilaya, ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, ufugaji, misitu, madini na bidhaa za ujenzi kwa kuzingatia fursa za kijiografia kwa kila mkoa na kila wilaya. Lengo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuona kwamba nchi yetu inaachana na utaratibu wa kusafirisha mazao nje ya nchi ambayo hayajaongezwa thamani. Hii ndio njia pekee ambayo itatusaidia kuzalisha ajira kwa vijana. Pili, kuwawezesha wabunifu wanaoanzisha kampuni changa, yani startups, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mitaji ya kuanzia, ujuzi, fursa za masoko na kuendeleza bunifu hizo. Tatu, kuanzisha utaratibu maalum wa wanafunzi wa elimu ya juu kutumia muda wao wa ziada kufanya kazi katika taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto. Vyuo vyetu vya elimu ya juu na taasisi zingine za elimu, wanafunzi wetu kwa sasa ni wana K3 tu: kula, kulala na kusoma. Tunataka tuongezee K ya 4: kula, kulala, kusoma na kazi, ili wanapomaliza mafunzo yao wawe na angalau na uzoefu na stadi, wakiingia mtaani waweze kujiajiri na kuajirika kirahisi. 4, kuweka mazingira wezeshi ya kisera na kimkakati kwa kuhamasisha uanzishaji na kuimarisha makampuni na vyama vya ushirika. Na 5, muhimu sana mwenyekiti, hii katika kuwajengea vijana uwezo wa kuajirika nje. Sasa hivi zimefunguka fursa za ajira nje ya nchi. Wakati nchi yetu ina vijana wengi, kuna nchi hapa duniani zina upungufu wa vijana na nguvu kazi. Lakini tuna changamoto kwamba vijana wetu wengi wanakosa fursa hizo kwa sababu ya kukosa sifa. Tumeweka utaratibu kwamba katika miaka 5 ijayo serikali ya CCM itaanzisha vituo vya mafunzo stadi maalum kwa ajili ya kuandaa vijana katika kushindana kupata fursa za ajira nje ya nchi, yani skills development centers for overseas employment. Eneo la 3, ndugu mwenyekiti, ni ahadi na maelekezo ya CCM katika kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ndugu mwenyekiti, CCM inaamini kuwa kielelezo cha ubora wa maisha ya watu ni upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa wote, ikiwemo elimu, afya, maji, umeme, hifadhi ya jamii na makazi bora. Katika miaka 5 ijayo, CCM itaendelea kusimamia serikali zake kuendelea kuwekeza katika kupanua huduma bora za jamii na kuweka mifumo thabiti ya ugharamiaji wa huduma hizo,
Lengo ni kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata huduma bora za jamii na kwa gharama nafuu. Kwa upande wa elimu, CCM inaamini kuwa rasilimali watu ndiyo rasilimali kuu katika kuleta maendeleo. Ili kutumia rasilimali hiyo kikamilifu, taifa halina budi kuinoa ili kuimarisha mchango wake katika kuchochea maendeleo. Nyenzo muhimu ya kuinoa